Bwana, natumai upo salama. Bila shaka unatamani kujua habari nyingi kuhusiana na celebrities hapa Afrika Mashariki, na kuletea habari kutoka nchini Rwanda kwa mwimbaji wa nyimbo za Injili Israel Mbonye. Usiku wa Jumapili tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2025 ndipo alionyesha albamu yake mpya. Ni albamu ya 5 kwanza ameanza kariera yake ya uimbaji wa nyimbo za Injili. Aliweza kufanyia pale Rwanda na wasanii kibao walikuwepo, wasanii wakubwa nchini Rwanda, msanii kama The Ben aliyofanya wimbo wa Why na msanii Diamond Platnumz alikuwepo akionyesha upendo wake, lakini pia wasanii kibao wa nyimbo za Injili nchini Rwanda walikuwepo wakimsupport msanii Israel Mbonye. Ni album ya nyimbo nyingi sana. Kwa habari zaidi tafadhali nikukumbusha kuona kama ulifinya subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe nasi kila wakati. Asante sana. Osho 7 Media TV tunawapenda zaidi. Bwana, nataka nikufahamishe mengi zaidi kuhusiana na historia ya msanii Israel Mbonye. Israel Mbonye huu ni mwaka wa 11 akiwa ndani ya kariera ya kuimba nyimbo za Injili nchini Rwanda. Usiku wa tarehe 5 mwezi wa 10 mwaka 2025 ndipo alionyesha wazi albamu yake mpya. Ni albamu ambapo alipea jina la Hobe, ni kwa lugha ya Kirwanda Hobe. Hii albamu ina nyimbo 14 na nyimbo 14 alionyesha upendo mkubwa sana kwa Swahili Nation. Hapo nazungumzia lugha ya Kiswahili, kwa sababu kwa nyimbo 14 kuna nyimbo 4 za Kiswahili kabisa. Bila shaka hii ni zaidi ya upendo. Israel Mbonye anaonyesha kupenda lugha ya Kiswahili, kwa sababu lugha ya Kiswahili ndiyo ilifanya jina Israel Mbonye likajulikana kote duniani. Mnakumbuka kipindi alipoachilia wimbo wa Ninasiri. Wimbo wa Ninasiri ulipata viewers wengi nchini Kenya, nchini Tanzania na mataifa mbalimbali yanayozungumza lugha ya Kiswahili. Ndio maana albamu hii ya Hobe ya msanii Israel Mbonye aliamua kuweka nyimbo 4 za Kiswahili, kwa sababu wapenzi watazamaji, upendo ni mkubwa sana. Nataka nikurudishe nyuma kidogo ili uweze kupata ufahamu zaidi. Mnakumbuka mida ya awali kipindi Israel Mbonye alipoachilia wimbo wa Ninasiri, ndipo alipata bahati ya kujulikana kwa mataifa yanayozungumza lugha ya Kiswahili, kiwepo taifa la Kenya, taifa la Tanzania, lakini pia Afrika Mashariki ndipo alijulikana kote. So hii inanikumbusha sana, kuna interview aliyofanya nchini Kenya. Alisema kuwa wananchi wa Kenya ni zaidi ya ndugu kwake, kwa sababu walimsaidia yani kufika mbali sana. Ndio maana kila kukicha anapotoa album anahakikisha ameweka nyimbo za lugha ya Kiswahili ili aweze kuserve Injili kwa fan base yake, kwa watu ambapo wanasikia lugha ya Kiswahili. Hii albamu yake ya 5 ni albamu ambapo imeacha historia kubwa, kwa sababu watu kibao walienda kumsupport. Watu zaidi ya 2000 kufika 2500 walienda kumuonyesha upendo. Hii ni upendo mkubwa. Kipindi kile ambapo alizunguka Afrika Mashariki akifanya concert, mliona jinsi gani watu wanapenda Israel Mbonye, wanamsupport kwa hali ya juu sana. Hii ni upendo zaidi. Nataka nikufahamishe, kila mwaka Israel Mbonye huwa anaelekea natoa album. Mwaka 2024 ndipo alitoa albamu yake ya 4 aliyopea jina la Ngumusirikare. Hiyo ni jina la nyumbani, yani pale nyumbani Rwanda. So hii ni upendo mkubwa. Hii ni upendo mkubwa kwa msanii Israel Mbonye, kwa sababu ni mmoja wa wasanii wa nyimbo za Injili hapa Afrika Mashariki wanaofanya vizuri, maana wanabeba tuzo nyingi sana nchini Tanzania. Mnakumbuka kwa miezi kadhaa ambapo imeweza kupita ndipo aliweza kupata tuzo ya wimbo wa mwaka. Wimbo wake ambapo Kaa Nami uliweza kumupa tuzo kutokea pale nchini Tanzania. Ni kitu kizuri sana na ni upendo mkubwa sana kwa msanii kama Israel Mbonye, anaendelea kupeana Injili kwa mataifa mbalimbali kote duniani.